Mwanaharakati Mange Kimambi amemwaibisha vibaya Kajala kwa kununuliwa gari na mwanasiasa maarufu nchini Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Leo hii tunamulikia Tanzania ambako mwanaharakati maarufu wa mtandaoni kwa jina Mange Kimambi ameibua mjadala mzito na utikisa mitandao ya kijamii na duru za kisiasa kufuatia tuhuma nzito dhidi ya viongozi wa serikali na wasanii maarufu nchini humo. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, Mange ameeleza kwa kina masikitiko na hasira zake kwa viongozi wakuu serikalini, hasa akimtaja Waziri Salum kwa madai ya kutumia rasilimali za umma kwa maslahi binafsi, likiwemo tukio la kununua gari la kifahari kwa Kajala Masanja ambaye ni msanii wa filamu na mpenzi wake wa sasa. Kwa mujibu wa taarifa hizo, gari hilo linasemekana kununuliwa kwa fedha zinazotokana na kodi za wananchi, wakati huo huo taifa likikumbwa na changamoto za kiuchumi, ukosefu wa ajira na huduma duni katika sekta muhimu kama afya na elimu. Mbali na tuhuma hizo, Mange ameonyesha kukerwa na ukimya wa jamii, akitaja hali hiyo kama ishara ya kulemazwa kwa fikra za wananchi na kushindwa kuwajibisha viongozi wanaotumia vibaya mamlaka waliopewa. Ameeleza kuwa badala ya kuuliza maswali ya msingi kuhusu uadilifu wa viongozi, wananchi wengi wamekuwa wakisherehekea zawadi za anasa na za watu mashuhuri, hata kama zinawahusisha na matumizi yenye utata wa fedha wa serikali. Wasanii maarufu kama Diamond Platnumz, Harmonize, Wema Sepetu na Nandy pia hawajabaki nyuma. Mange amewatuhumu kwa vikaragosi wa kisiasa wanaotumiwa na chama tawala kueneza propaganda kwa umma, huku wakiacha wananchi wakiumbatia umaskini wa fikra na maisha magumu. Pia aligusia kiwango kikubwa cha fedha anachotumia kila mwezi ili kuendeleza harakati zake mitandaoni, akisema kuwa licha kutumia kati ya dola 10,000 hadi 12,000 kwa mwezi kwenye shughuli zake za kidijitali, Watanzania wengi bado wamezama kwenye starehe na maudhui ya umbea badala ya kushughulikia masuala ya msingi ya taifa lao. Mange amesisitiza kwa wananchi wana kila haki ya kuchukua hatua, ikiwa ni pamoja na kuwajibisha viongozi na kukomeza mfumo wa kupambazwa na kupumbazwa na burudani, wakati hata haki zao za msingi zikididimia kila uchao. Kauli hizi zimeibua mjadala mkubwa mtandaoni, huku baadhi ya watumiaji wa mtandao wakiunga mkono kwa kile wanachokiita ufichuzi wa uozo serikalini, huku wengine wakipinga vikali kwa kudai kuwa kauli hizo zinachochea chuki. Na katika kipindi hiki ambapo Tanzania inakaribia uchaguzi mkuu mwingine, taarifa kama hizi zinachochea mijadala mipya kuhusu uwazi wa serikali, nafasi ya wasanii katika siasa na namna wananchi wanavyoweza kushiriki kikamilifu katika kujenga taifa lenye wajibikaji wa kweli. Endelea kufuata Kenyascope kwa taarifa zaidi kuhusu siasa, jamii na harakati za mabadiliko barani Afrika.